Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa huko mahakama ya usuluhishi. Yanazungumzia kasi mara baada ya klabu ya soka ya Young Africans kwenda kuripoti kile ambacho kilichoweza kutokea katika siku ya Machi 8, 2025 mara baada ya klabu ya Simba kuweza kugomea kucheza mchezo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Kwa kile kilichoelezwa ni kwamba walizuiliwa kuingia kufanya mazoezi, ambapo kila mmoja amekuwa akiendelea kuzungumza la kwake kile ambacho kimekuwa kikiweza kuendelea kuhusiana yale ambayo yanayotajwa kwa wakati huu. Sasa shirikisho hapa nazungumzia uko kasi wameweza kutoa taarifa yao kuhusiana na yale ambayo yanayoendelea, kuhusiana na barua yao ama mashtaka ambayo wameyapokea kuhusiana na lile sakata. Nimekusogezea hapa kila kitu utakwenda kujua, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Unaambiwa issue ya Simba kugomea dabi inavyoweza kuipa ubingwa Yanga kilaini msimu huu. Unaambiwa ndo hivyo bwana. Kitendo cha Simba kugomea mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya Yanga kabla ya bodi ya ligi kubariki kwa kuwailisha bila kuzingatia kanuni za ligi kuu kinaifanya timu hiyo ya Msimbazi kujiweka pabaya dhidi ya jinamizi la kutotoa ubingwa. Mashabiki wa soka kwa sasa wanasikilizia kujua nini itakuwa hatima ya sakata hilo ambalo limewaibua wadau mbalimbali kulaani kutokana na namna ilivyohitimisha mchezo uliokuwa unasubiriwa kwa hamu Jumamosi ya Machi 8. Lakini huku nyuma rekodi zinaonyesha katika michezo yote ambayo Simba iligomea kucheza na Yanga tangu miamba hiyo ilipoanza kukutana mwaka 1965 haijawahi kubeba ubingwa wa ligi ya bara, jambo linalosubiriwa kuona kama itatokea tena kwa msimu huu au la. Kwa mara ya kwanza Simba kugoma kucheza na Yanga ilikuwa Machi 3 mwaka 1969, ambapo kikosi hicho cha Msimbazi kiligoma kabisa kupeleka timu uwanjani kutokana na kilichoelezwa kutokubaliana na maelekezo ya chama cha soka Tanzania Fati na sasa ambayo inaitwa TFF. Mwaka huo Yanga ilikuwa ya moto kiasi cha kuitisha Simba, kwani iliwakilisha nchi katika michuano ya klabu bingwa Afrika ambayo kwa sasa ni ligi ya mabingwa barani Afrika. Baada ya kubeba ubingwa mwaka 1968 na kutolewa robo fainali na Asante Kotoko ya Ghana kwa penati, Yanga ilizitoa timu kama Fitakalndro ya Madagascar kwa jumla mabao 4-3, kisha kuitoa St. George ya Ethiopia kwa mabao 5-0, na robo dhidi ya Asante Kotoko ilitoka sare ya bao 1-1 nyumbani na ugenini kupigwa penalti zilizowatupa nje kwa kuchapwa 4-3. Kitendo cha Simba kuugomea mchezo huo, Yanga ikapewa ushindi wa pointi 2 na mabao 2 na kutangazwa rasmi mabingwa. Wakati huo walikuwa wanapewa watu mabao 2 na magoli 2. Sasa hivi ni magoli 3 na hapa nazungumzia pointi 3. Unaambiwa Juni 18 mwaka 1972 Simba iligoma tena kuingia uwanjani kipindi cha pili cha pambano hilo la marudiano la ligi ya taifa, ambapo kwa sasa inaitwa ligi kuu ya Tanzania bara, kupambana watani zao Yanga iliyokuwa inaongoza pia bao 1 lililowekwa kimiani na Leonard Chitete. Kitendo cha Simba kugomea kukaipa Yanga ushindi wa bure na kutoa ubingwa wa 5 mfululizo wa ligi kuu baada ya mchezo wa kwanza kuisha kwa sare ya 1-1, bao la Yanga likifungwa na Kitwana Manara huku la Simba likifungwa na Willy Mwaijibe.
Simba ikagomea tena pambano la marudiano la Agosti 10 mwaka 1985 la ligi daraja la kwanza, ambapo sasa ni ligi kuu, baada ya miamba hiyo kufungana 1-1, la Yanga likifungwa na Omar Hussein Kigani na dakika ya 6, huku la Simba likifungwa na Mohamed Bobu Chopa dakika ya 30. Katika mechi hiyo ya marudiano, Yanga ilipewa ushindi wa bure mabao 2 na pointi 2 kutokana na Simba kuvunja pambano hilo, ikigomea penati iliyotolewa kwa Yanga baada ya beki wakati Twalib Ilali kuunawa mpira eneo la hatari. Penati hiyo ilipatikana dakika ya 84 na kutolewa na mwamuzi Bakari Bendera wa Tanga, ambapo kitendo hicho cha kikosi cha Simba kugomea mchezo huo ulivunjika na Yanga kupewa ushindi wa bure na kuchukua tena ubingwa wa ligi kuu mwaka huo. Mwaka 1985 katika mchezo wa ligi kuu ya Muungano, Simba iligoma kurudi uwanjani kipindi cha pili kwa ilichodai mwamuzi Hafidh Ali aliwatisha wachezaji wa kikosi hicho ni lazima wafungwe, na ndipo walipojivunja baada ya kuisha kipindi cha kwanza. Kitendo hicho cha Simba kugoma kulifanya Yanga kupewa tena ushindi wa mezani, ingawa mwaka huo ubingwa ulichukuliwa na Majimaji. Februari 25 mwaka 1996 Simba iligoma tena kupeleka timu uwanjani baada ya chama cha soka Tanzania Fati kwa sasa ambao ni TFF kugoma kuahirisha mchezo huo kama ilivyoombwa na klabu hiyo, ikitaka kupata muda wa kujiandaa vyema kwa mechi yake ya kimataifa. Mwaka huo Simba ilikuwa inajiandaa na kombe la washindi ambalo alipo baada ya kuunganishwa kutoka kombe la CAF hadi kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Chapungu Rangers FC ya Zimbabwe, na ndipo Yanga ikajikuta iko yenyewe tu uwanjani. Kitendo hicho kikaipa Yanga ushindi wa mabao 2, huku mechi ya Simba na Chapungu ikashindwa kufanyikwa, na ndipo wekundu wao wa Msimbazi wakapewa ushindi wa mezani na kusonga mbele licha ya mechi ya kwanza ugenini kuchapa bao 1-0. Simba ilipewa ushindi huo kutokana na Chapungu kushindwa kuja nchini, na katika raundi iliyofuata ikatupwa nje na El Moloko ya Misri kwa kanuni ya bao la ugenini baada ya kushinda 3-1 na kuchapa ugenini 2-0. Hivyo jumla yakawa 3-3. Katika vipindi hivyo ambavyo Simba iligomea pambano la dabi, rekodi zinaonyesha kuibeba zaidi Yanga tofauti na kikosi hicho cha Msimbazi. Hivyo tukio la Machi 8 mwaka huu linasubiriwa kuona kama jinamizi litaendelea kuiandama. Rekodi za mechi 12 za Kariakoo Dabi ya miaka ya nyuma ambazo Simba na Yanga kila mmoja ikigomea 6 za michuano tofauti, ikiwamo ligi ya bara, kombe la Kagame na ligi kuu ya Muungano. Simba mara zote haijaibeba ubingwa wa msimu husika, wakati Yanga ikibeba mara 3 ambazo ni mwaka 1992, 2002 na 2021 kwenye ligi ya bara, wakati mara 3 ilipogoma na kukosa ubingwa ilikuwa mwaka 1965, 1966 kwenye ligi na 2008 kwenye kombe la Kagame. Unaona bana, rekodi ambapo inaonyesha kwamba namna gani ambavyo klabu ya Simba imegomea mara kadhaa michezo ya dabi. Lakini katika dabi zote ambazo nimekutajia hapo, klabu ya Simba haijawahi kunufaika na kugoma kwake, kwamba imegoma wakasikilizwa na mechi labda ikarudiwa. Hapana, mara zote walivyokuwa wakiweza kugoma, mechi ilikuwa inaisha hivyo hivyo, Yanga anapata ushindi wa mabao 2, na hapa nazungumzia pointi 2 kwa zamani wa wakati huo ambapo shirikisho lilikuwa likiitwa Fati kabla ya kubadilishwa na kuitwa TFF, ambapo kwa sasa mtu anapewa mabao 3 na alama 3, yani pointi 3. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni taarifa kutoka kasi, ambapo kasi wenyewe wameweza kuthibitisha kupokea barua yenye malalamiko kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo kasi wenyewe wanaelekeza kwamba watatoa tarehe rasmi ya kwenda kusikilizwa kwa shitaka hilo, ambapo watawaita wawakilishi kwenye sakata hili kwenda kutoa maelekezo ama maelezo ya kile ambacho wao wanakihitaji na kile ambacho kimeandikwa kwenye barua. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni tarehe rasmi ya klabu ya soka Young Africans kwenda kule katika mahakama ya usuluhishi kasi ambayo inapatikana Uswizi. Unaona bana, ni mbali kweli kweli, na ndio maana kinatakiwa kiasi cha shilingi milioni 110
10 kama sehemu ya kuwaita wajumbe ambao watakaa kusikiliza kesi hiyo. Kesi haisikilizwe bure bure, lazima isikilizwe na mpunga wote. Kwa hiyo ndio maana mara baada ya hukumu kutoka, endapo Young Africans watakuwa wameshinda kwenye sakata hilo, huwa kuna faini ambayo ambaye ameshtakiwa anakwenda kuilipa ama kulipa zile gharama ambazo huwa zinaendelea. Ndio maana hata hivi karibuni uliweza kusikia Bernard Morrison aliwapeleka Yanga huko kasi, na hata kesi nyingi za kasi umeweza kuzisikia Young Africans wakipelekwa huko, wakishindwa ndio wanakuja kulipa gharama hizo za kesi, kuendesha hizo kesi pamoja na fidia ambayo alitakiwa kumlipa kutokana na kushindwa kesi hiyo. Kwa hiyo tusubiri kuweza kusikia ni yapi ambayo yatakayojili katika sakata hili. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.